Yes, kwa mchezo wa jana namshukuru Mwenyezi Mungu hakuna majeruhi ambayo tumeyapata na Prince Dube anaendelea kuimarika taratibu. Hata jana tumempa dakika 45 na nimpongeze sana Prince Dube kwa mchezaji ambaye ni mbinafsi. Kwa jeraha la hamstring asingekubali kuingia kwenye pitch. Hamstring inaumiza kulikweli. Hizi nyama za nyuma za paja kwa ambao mmecheza mpira zinavuta kulikweli. Mchezaji ukiona amekubali kwenda kwenye pitch hata kwa dakika 45 kuipambania timu, maana yake huyu mtu ana mapenzi ya dhati na hii club. Mimi nafikiri hili swala lilizaliwa na mchezo namba 180. Si ndio bwana Ndio likatufikisha hapo unaposema wewe. Na wote mnafahamu busara zilizotumika kuimaliza mechi namba 184. Mbele ya busara hiyo sisi Yanga hatuna neno la kuongeza. Mbele ya busara hiyo tunaamini kama ambavyo jana mechi imechezwa kwa haki na kila mtu kashuhudia football yenye viwango vya juu, kila mtu kafanya jukumu lake, mechi imekuwa safi. Tunaamini kipimo cha mechi ya jana, tunaamini ni imani yetu, kipimo cha mechi ya jana ndio kitakuwa kipimo cha ligi yetu kwa msimu unaokuja. Yaani tunaamini kwamba next season tutapata ligi ambayo inaisha pale. Mashabiki wanaondoka wana discuss football 100%. Hakuna vitu vingine vya kujadiliwa zaidi ya mchezo wenyewe ulivyochezwa. Kwa tunaamini mechi ya jana ni kipimo kwetu sisi, ni kipimo kwa wapinzani, ni kipimo kwa wadau wote kwamba ndio standard ya ligi tunataka kuwa nayo msimu ujao inshallah. Sisi hatukupinga mwamuzi yule kuchezesha dabi. Tulihoji kuhusu vitu mbalimbali. Na hivyo vitu siwezi kuvisema hapa. Kwa sababu kanuni hiyo hiyo inavielekeza vilabu kama ina vitu vya kuhoji, malalamiko, maoni ni kuwasilisha kwa maandishi kwa TFF. Na ndio taratibu ambao club tuliifanya. Kwa tulichowaambia ni kwamba tumewasilisha barua yetu kwa TFF kuhusu mwamuzi. Na ndio kanuni ilipotuelekeza, lakini tumezuiliwa kujadili hayo mambo kwenye vyombo vya habari. Na ndio maana hatukujadili na nyie nini tulikuwa tunawaza, tukawaandikia moja kwa moja TFF. Kwa kilichoendelea hapo ni mawasiliano ya TFF na vilabu kama kanuni zinavyoelekeza. Na mambo yamekwenda vizuri alhamdulillah. Kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku ya jana. Kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku ya jana. Kama kuna mtu atakuwa na mashaka na yule muamuzi, basi mashaka ya kwanza yapo kwenye kichwa chake, sio yule muamuzi. Hatusemi kwamba Ada amefanya kwa 100%, lakini tumeona akifanya na sio kuna wakati fulani jana niliona wakati Pacome kapewa kadi ya njano. Walianza kuandika mitandaoni kutuzodoa, lakini tulikuwa tunajua huyu mtu anasimamia kiwango kile ambacho tunaamini mechi itakuwa zichezeshwe. Kwa hiyo mtu ambaye atampinga yule muamuzi wa jana, shida ipo kwenye kichwa chake. Lakini amejitahidi sana kuchezesha mechi kwa spidi ya ile mechi, kasi ya ile mechi, uamuzi wa matukio, na tunaamini kwa asilimia kubwa alifanikiwa. Tumpongeze kwa hilo. Mara ya mwisho kama mnakumbuka, mtendaji mkuu wa klabu yetu alikwenda TFF. Na alipotoka pale TFF alizungumza kwamba amewasilisha barua yetu pale TFF. Na sisi kama club tunaamini taasisi hizi zinawasiliana kwa njia ya barua. Mpaka sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Pakitokea shida yoyote tutawaambia, bwana tumeshindwa kwenda Zanzibar kwa sababu hii na hii na hii. Lakini mara mazungumzo yanakwenda, maana ya mazungumzo kwa taasisi kuwasiliana yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tunaamini mpaka kufikia hiyo siku ya mchezo wa 29 jambo hili litakuwa limemalizwa. Na umalizaji kwa upande wa Yanga ni rahisi tu, hela yake basi. Sisi bwana hatuna shida na hizo hat-trick hizo. Sisi tuna shida kama hivi, wamekuja uwanjani, tumewaweka, tumekunywa supu basi. Yaani sisi hatuna shida sijui hat-trick wala kama hivi tu. Wamejichanganya, wamekuja, Pacome kawakimbiza,
tumekunywa supu. Hivi mmeona asubuhi nimemgia Pacome milioni 2, mmeona nyie? 2 million. Ha? Huyu anaita ya kweli. Wao wananichukuliaje mimi? Njoo hapa. Unaelewa? Au Kifaransa uelewe? Kweli 2 million. Pacome bwana tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nafikiri ilikuwa ni Mbeya Mbeya Alwatani. Tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nikamwambia Pacome kwenye Kariakoo Derby. Sababu na mimi naye napenda purukushani. Walivyokuwa wanamjaza yule mtoto kule, nikasema hapana, sisi tuna mtu wetu hapa. Nikaambia sikiliza ndugu yangu. Kwenye hii mechi una kazi hizi mbili za kufanya. Kwanza una kazi ya kuamua hatima ya MVP wa ligi msimu huu. Ipo ndani ya himaya yako. La pili, kuna kama kaubishani hivi. Eti wewe si una nani? Kwa nikamwambia Pacome, kwenye hii mechi ukiweka assist na kugea milioni 1. Ukifunga goli na kugea milioni 1. Kwa hiyo Pacome angefunga goli 3 jana na assist 2, maana yake ningempa leo milioni 5. Lakini ameishia kwenye assist 1 na goli 1. Maana yake amepata milioni yake 2. Sasa bahati mbaya asubuhi tu nimeamka baada ya kumtumia Pacome na kupost mimi naye. Goalkeeper Djigui Diarra akaniambia, "We kijana, na mimi kibunda changu." Kaomba naye kibunda. Sawa kuwa alhamdulillah pesa ipo hapa, Diarra na yeye mtashuhudia mwamala wake. Tamtia naye mwamala. Diarra amekwenda mechi 3 za Kariakoo Derby na clean sheet. Alafu kuna watu wanafananisha kifo na usingizi. Mtu anashupaza shingo. Si ndio maana kama mmetuangalia msimu huu tumeacha majibu patikane kwenye pitch. Si unani kipa bora, tumeacha macho yaone. Tusibishane sana. Tumeacha macho, wewe macho yaone. Wewe ukibishana ukweli ni wewe na dhambi zako na Mungu wako. Ukiambiwa nani MVP wa ligi, tumeacha wenye macho waone. Unajua ligi maana ya MVP, kuna mtu mmoja wa Kola alisema ni mchezaji mwenye hela nyingi. Nani yule? MVP ni most valuable player. Kwa tafsiri sahihi na rahisi, yani icon ya ligi yenu, yani mpira wenu icon, mnaweza kumchukua. Si mmesoma shule nyie? Ya Kijaga ile mitihani ya shule kushindana. Tulikuwa tuendagi wote pale. Nakumbuka nyie? Mwalimu alikuwa anaingia darasani anachagua Ali Shabani kama njoo. Nyie wengine mjue na kufanya. Kumbe anaenda kushindania shule. Nyie pia mlikuwa mnaitwa? Au ndio nyie mlikuwa mnasubiri tu mahafali ya shule? Mashindano yale ya shule kushindana, tulikuwa tuendi wote. Anachukuliwa mtu mmoja au wawili wanakwenda kuwakilisha shule. Kwa hiyo unaposikia MVP wa ligi, maana yake tunaweza kuiangalia ligi ya South Africa, tunaweza kuiangalia ligi ya Misri, ligi ya Morocco, na sisi Tanzania tukasema kiwango chetu cha mpira cha ubora ni hiki, kwa maana huu ndio MVP. Yaani watu wakaenda kigugo, who is the MVP of Tanzania Premier League, anatakiwa amuone Pacome, sio aone penalti mfururu, sio mtu aone mafriki kitu. No, mtu anatakiwa hata akiingia YouTube, bwana Pacome, akiandika Pacome Zouzoua, anaona kifua mbio, kachukuliwa mtu kapinduliwa, imewekwa hapa, imekevu kamba. Sio mtu anaangalia who is the MVP of Tanzania Premier League, cha kwanza analetewa pale free kick au penalty. Jamani, hiyo tofauti jamani ya MVP na MPG. MVP ni Pacome kwa maana ya most valuable player, alafu kuna MPG, most penalties goals. Ampe cheo chake huyo mtu, apewe tuzo yake. MPG wa ligi mapema kabla hajarudi kwa wampe tuzo yake. Lakini ikija kwenye MVP, jamani, si mmeona? Nyie wenyewe mmeona. Aliposti juzi, miongoni mwa wachezaji ambao na waheshimu sana kwenye mpira wa Tanzania ni yule fullback wa kushoto wa Simba. Nani yule?
Mohamed Hussein, tunamheshimu sana, ni legend kwenye game, kafanya mengi mazuri. Juzi aliposti kwamba ukiona ulinzi ni mkubwa ujue usalama ule upande wa Pakome ulinzi ulikuwa mkubwa. Walikuwa wanaenda watu 5 kule, sababu walikuwa wanajua usalama 1v1 huku ni mdogo, na walipomwachia yule mtu 1v1 tukapata picha za hivi zile. Kwa hiyo tunamaliza hili swala lako bwana. Sisi Yanga hatuna shida na hayo ma-hat-trick sio magoli mangapi, sisi tunaendelea kushona hii mpaka zifike 10. Na kuhusu MVP sijui vitu vingine vyote vya awards, tuliwaambia tunataka ukweli ukaamue kwenye pitch. Kwa hiyo sisi hatuingilii kamati ya tuzo, itajua cha kufanya. Ila tumeshauri ili watu wengine wasijisikie wanyonge, waongeze tuzo ya MPG, most penalties goals. Wampe kijana asitoke patupu.